Jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila aminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Injili ya Yohana sura ya 3 na ile aya ya 16. Maandiko yako wazi kwamba Yesu aliacha enzi, aliacha utukufu, aliacha mamlaka aliyokuwa nayo kule juu, akashuka kwa umbo la mwanadamu ili kuja kutuokoa mimi na wewe mpendwa unayenisikiliza. Fikiria kukubali kuteswa, kukubali kila jambo. Unajua kuna watu walikuwa wanamdhihaki Yesu, kuna watu walikuwa wanamtukana, wanaona yani, lakini Yesu alivumilia vyote ili aweze kumwokoa mtu mmoja anayenisikiliza muda huu. Wanadamu tulistahili sote tuingie katika jehanamu kwa sababu maovu yalizidi. Watu wamechafuka, lakini Yesu Kristo akasema acha nitolewe kafara, acha niwe kafara kwa ajili ya hawa wanadamu. Kwa hiyo wapendwa, tumepata ukombozi kwa Yesu Kristo. Bado yeye mtu mmoja anayenisikiliza, ukiamua kubadilika, ukiamua kubadilisha maisha yako, ukaamua kumfuata Yesu Kristo, ukamwamini, wewe tayari utaokoka. Maandiko yanatuambia kwamba kila aaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ukimwamini Yesu Kristo hautapotea, kwa sababu wewe utakaa ndani, utakaa katika njia ya kweli na ya uzima. Ukimwamini Yesu Kristo ukampokea katika maisha yako, wewe utapata uzima wa milele. Hiyo ni neema wanaipata wachache wapendwa, kupata uzima wa milele. Kwa tuko hapa duniani sio tu kwa ajili ya kutengeneza maisha ya kimwili, hapana, kwa ajili ya kuiandaa kesho yetu, ambayo kesho yetu katika upande wa kiroho. Tunategemea kwamba kila mmoja hapa ataondoka hapa duniani. Kila mmoja atatoka hapa duniani. Usije ukatoka ukaingia katika moto wa jehanamu. Tunategemea kwamba tutengeneze maisha yetu, tumkiri Yesu Kristo, tuishi ndani ya Yesu Kristo, ili kusudi siku ya mwisho tupate uzima wa milele. Kwa hiyo andiko hili linakualika mpendwa, umwamini Yesu Kristo, umkiri Yesu Kristo katika maisha yako. Ukiisha kumkiri katika maisha yako, ukaamua kuishi katika njia zake, mwisho wa siku mpendwa, utaurithi uzima wa milele. Lakini ukimkataa Yesu Kristo, ukakataa kusikiliza habari zake, hutaki kuamini habari za Yesu Kristo, na hujamkiri au uamini kwamba yeye ni Mungu, ndugu yangu, maandiko yako wazi. Kama yanasema kwamba kila aminie ataingia katika uzima wa milele, kwa hiyo kinyume chake ambaye haamini hataingia. Maandiko yanatuambia kwamba yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Hakuna atakayeenda kwa Baba, hakuna atakayeenda mbinguni bila kupitia kwake Yesu Kristo, mwana wa Israeli. Kwa hiyo wapendwa, kualika, kama hujampokea Yesu Kristo katika maisha yako, kama haujamkiri Yesu Kristo na muda huu unanisikiliza, fanya maamuzi haraka, kwa sababu haujui dakika moja mbele utakuwa wapi. Ni bora kuishi na ishi na Kristo, na ni bora zaidi kufa na Kristo ndani yako. Ukifa na Yesu Kristo katika maisha yako, wewe hauna hasara. Lakini wewe kama uliishi ukaipatia dunia vizuri, mali za kidunia umezipata vya kutosha, lakini mwisho siku ukaingia katika moto wa jehanamu, mpendwa, ni kilio na kusaga meno, kwa sababu vitu vyote ulivyovihangaikia ukivitafuta, nafsi yako imeingia katika moto wa jehanamu. Kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa Mungu alivyotupenda akamtoa mwanawe wa pekee afanyike kafara kwa ajili ya mtu mmoja ambaye anasikia muda huu. Heshimu kwanza upendo wake Mungu aliyotupatia, lakini tuamue kumpokea Yesu Kristo katika maisha yako. Tumpokee katika maisha yetu. Kama kuna vitu ambavyo vimeshindikana katika maisha yetu, Yesu atavinyosha. Kama kuna dhambi ambayo imeshindikana katika maisha yako, Yesu atakusaidia. Kuna vitu vingine vinaweza vikawa vigumu katika maisha yako, lakini Yesu
anaweza. Hajawahi kushindwa na jambo lolote. Mpendwa, nakualika njoo kwa Yesu leo, njoo kwa Yesu muda huu. Ubarikiwe sana. Naitwa Pastor Clenos, kanisa la House of God International Church, makao makuu yapo Dodoma, chini ya askofu wangu mkuu Bishop Livingstone Somba Mwambapa. Kwa hiyo tunakukaribisha sana uweze kuungana pamoja nasi. Tunakuwa live, tunakuwa katika ibada kila siku usiku wa manane na kadhalika. Ubarikiwe sana. Namba zangu za simu ziko hapo chini, unaweza ukanitafuta ikiwa utahitaji ujumbe zaidi wa kiroho. Mungu akubariki. Wewe Yesu, wewe ndiwe jibu la maisha.